tunatambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050, na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania, na hasa kwa kuzingatia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais wa matokeo, rais wa matokeo ya haraka, rais anayetatua matatizo ya Tanzania. Kwenye maeneo ambayo amepokea vijiji vikiwa havijapata umeme, ndani ya muda mfupi alimalizia vijiji vyote vikapata umeme. Watanzania wanatarajia takriban vitongoji 28,000 ambavyo havijapata umeme sasa vikapata umeme. Hayo ni mambo makubwa ambayo yanasubiriwa na Watanzania katika kipindi hiki kinachofuata. Si hivyo tu, Mheshimiwa Rais ametoa ahadi kupitia ilani ya uchaguzi kushughulikia tatizo la ajira kwa vijana, takriban kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Hii ni kazi kubwa ambayo tutafanyia uratibu, usimamizi kuweza kuhakikisha kwamba ndoto ya Mheshimiwa Rais ya Watanzania wa vijana wetu kupata ajira inatimia. Tutaratibu mpango mkakati ndani ya serikali na kushirikisha sekta binafsi kuweza kuhakikisha kwamba dira hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 inakwenda kutimia.